Taarifa kubwa nyingine bana ilikuwa ni mashambulizi yamepamba moto na hasara kubwa ya maisha ya Lebanon. Kwa taarifa nyingine kubwa ni kuhusiana na Lebanon, especially katika mji mkuu wa Beirut. Kumekuwa na mashambulizi makubwa sana Israel imekuwa ikiyafanya. Ikumbuke tu vikosi vya Hezbollah ambao vinapatikana Lebanon vimekuwa vikishambulia Israel kwa muda sasa, vilikuwa vikishambulia Israel, na juzi walishambulia takriban drone 100 hapo na kuendelea. Vyombo vingi wale vimeripoti zaidi ya drone 100 zilitumwa Israel, na nyingi ziliweza kuwa intercepted, lakini baadhi ziliweza kupiga basi maeneo ya Israel katika mji mkuu wa Tel Aviv. Kwa hiyo anasema kuwa vita viliongezeka na kuenea hadi Lebanon, ambapo shambulio la Israel liligonga kituo cha afya kusini mwa nchi na kuua wafanyakazi 12 wa afya. Wizara ya afya ya Lebanon ililaani shambulio hilo, na jumla ya vifo nchini Lebanon tangu Machi imefikia watu 826. Lakini mpaka sasa ni takriban watu zaidi ya 1000 wameweza kufariki nchini Lebanon kutokana na mashambulizi ya Israel katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati, specifically katika nchi ya Lebanon. Kwa hiyo bana, hii vita kikweli imeweza kuleta maafa makubwa Lebanon, ambapo bana Lebanon ni ukiweka hichi kikundi cha Hezbollah ni moja vikundi ambavyo Iran imekuwa ikiwapa support. Kwa hiyo sasa Iran inapoingia kwenye vita, hivi vikundi vinaisaidia Iran kwa namna moja au nyingine. Kwa Hezbollah wamekuwa akituma makombola mengi kuelekea Israel. Kwa Israel pia wamekuwa wakijibu vikali kwa kutuma makombola mbalimbali, ambao mengi yao wamekuwa yakilenga pia maeneo ya makazi ya watu, wakisema kuwa ni maeneo ambao vikundi hivi vya Hezbollah vinapatikana pia. Kwa shambulio mfano la leo tu asubuhi hapa, kuna shambulio kubwa sana ambao liweza kutekeleza familia ya takriban watu 8 ndugu wa kutokana na mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanywa na Israel hapo Beirut katika nchi ya Lebanon. Habari kubwa pia katika vita hii ya Marekani Israel dhidi ya Iran, habari kuu nyingine bana ilikuwa ni nasema kuwa vipande vya ndege ya Iran iliyodunguliwa vikigonga kituo cha mafuta cha UAE. Hii ilikuwa pia ni habari kubwa, ambapo hii ndege ya Iran ambayo ilidunguliwa katika ukanda wa UAE na kusababisha kuteketeza hichi kituo cha mafuta au kuangukia kituo cha mafuta. Hasa maelezo yanasema kuwa familia za Kiarabu ziliathirika moja kwa moja na vita hivi kwa vipande vya ndege isiyo na rubani ya Iran ilidunguliwa ilipogonga kituo cha mafuta. Tukio limevunja sura ya usalama na eneo hilo kusababisha usumbufu kwenye bandari muhimu. Umoja unataka kwa utulivu. Habari nyingine kubwa bana ni kuhusiana na mkuu wa Umoja wa Mataifa ataka kuwepo kwa utulivu wakati wa ziara yake Beirut. Maelezo yanasema kuwa wakati mkuu wa Umoja wa Mataifa alitembelea Beirut na kutoa wito wa kupunguza mara moja uhasama kati ya Israel na Lebanon. Alionya kuwa vurugu zinazoongezeka zinaweza kuharibu sehemu kubwa ya nchi na kwamba UN United Nations inafanya kazi kupitia njia za kidemokrasia kusimamisha mapigano. Taarifa nyingine kubwa ilikuwa ni inasema kuwa ubalozi wa Marekani Baghdad walengwa na shambulio la ndege isiyo na rubani. Bana Iran bana pia kama nilivyosema, baada ya mashambulizi ya hichi kisiwa cha Karg ambacho kinabeba takriban 90% ya uchumi wa Iran, ambapo ndo kuna reserve kubwa za mafuta. Na ikumbuke tu katika ile vita ya Iran na Iraq hichi kituo kilishambuliwa, lakini Iran walikuwa wameshajijenga na kukiweka vizuri. Kwa hiyo kisiwa hichi bana cha Karg Island bana kimeshambuliwa vikali na Marekani. Kwa Marekani, Iran sasa kwa kujibu imeshambulia ubalozi wa Marekani huko nchini Baghdad. Ikumbuka huu ni moja wa ubalozi mkubwa sana wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Kwa maelezo nasema kwa ubalozi wa Marekani mjini Baghdad ulishambuliwa na ndege isiyo na rubani alfajiri. Kulingana na vyanzo vya usalama, hakuna majeruhi walioripotiwa mara moja, lakini shambulio hili liliashiria hatari inayoongezeka kwa vituo vya kidemokrasia vya Marekani wakati wa vita vinavyoenea.
Habari kubwa nyingine ilikuwa ni kuhusiana na kiongozi mpya wa Iran, Mojtaba Khamenei aidi kuendelea kuwaweka maadui chini ya vikwazo, na kimojawapo ndio mlango wa bahari wa Hormuz. Mwenyezi anasema kuwa katika ujumbe wake wa kwanza wa umma, kiongozi mpya wa Iran alitoa wito wa kuendelea kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz na akaapa kulipiza kisasi kwa waliouawa katika mashambulizi. Amekuwa akijificha tangu shambulio la kumuua baba yake. Ni kweli bana, kiongozi wa Iran amekuwa anachukua tahadhari kubwa kabisa, kwa sababu moja ya speech ambayo rais wa Marekani alitoa ni kwamba kiongozi ajaye wa Iran ni target, pia ni mtu ambaye wanamwangalia na ni target ya kurenga. Kwa hiyo amekuwa akijiweka basi katika usalama, akijiweka maeneo sahihi kuhakikisha usalama wake unaendelea kuwepo na kuweza kuongeza Iran katika vita hivi vinavyoendelea. Sorry. Kitu kingine bana ni sana, hii vita ni masuala mazima ya kiuchumi. Uchumi bana umekuwa kwa dunia ukidolola kutokana na vita hii vya Iran pamoja na Israel. Uchumi bana umekuwa kidolola, na ikumbuko tu kabla ya vita hii baro moja ya mafuta ambazo ni tuseme kama pipa moja la mafuta lilikuwa linauzwa kwa takriban $60, na mpaka sasa pipa bana limepanda mpaka kufikia zaidi ya $100. Kwa uchumi bana umeendelea kuathirika wa kidunia, na kutokana na swala hilo bana, rais wa Marekani Donald Trump kutokana na washirika wake walisema kwa watatoa takribani lita bilioni 400, kwa watatoa lita bilioni 400 ili kuweza kusaidia hii vita hii iweze kupunguza ukali basi kwa kinachoendelea. Kwa lita takriban hizo nilizosema bilioni 400, Marekani na washirika wake wamesema watazitoa ili kuweza kupunguza hali mbaya ya kiuchumi duniani. Lakini Marekani peke yake itatoa lita takriban bilioni 172 ili kuweza kupunguza hali hii mbaya ya kiuchumi inayoendelea kutokana na vita hii ya Iran vita hii ya Iran dhidi ya Marekani na Israel. Lakini naona hapa habari pia nyingine kubwa mpaka sasa wamekuwa watu wakiongelea kuwa Marekani inachokiripoti kwenye vyombo vyake vya habari ni tofauti na ambacho kipo kwenye ground kwenye vita hii. Nimekuwa nikiona wachambuzi wengi kama Tucker Carlson, huyu Professor Jeffrey Sachs wakitumu vibaya Marekani kuwa kuingia kwenye vita hii bila kuwa na mipango madhubuti ya kuweza kushinda. Kwa hiyo kumekuwa na mzozo mkali huu wa wachambuzi mbalimbali wakisema kuwa Marekani imeingia kwenye vita hii, lakini hali si nzuri, na wengi wamekuwa wakisema kuwa Marekani itapoteza katika vita hii. Kwa ngoja tuone, hiyo ilikuwa ni siku ya 15 ya vita hii. Tuone sasa wiki ijayo nini kitaendelea. Naona hapa kuna taarifa nyingine hapa muda huu tu takriban saa moja, Irani ya hapa kuwa itamlenga na kumuua Netanyahu. Tunaona taarifa pia kuwa rais wa Israel, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amelengwa na shambulio la Iran. Kwa taarifa hii inaonekana bado ni mzima na anaendelea na majukumu yake, kwa sababu imesema Iran hapa itamlenga. Kwa kama taarifa hii inatoka kuwa itamlenga, manake shambulizi ambalo lilitumwa alikuweza kumletea madhara yaliokuwa yakisemekana kuwa anawezekana amejeruhiwa vibaya au amefariki kabisa. Okay, kwa sasa hizo nikiangalia taarifa nyingine hapa. Taarifa nyingine pia ikiendelea kuuliza sasa ni kama waziri mkuu wa Israel yu hai au amefariki, na taarifa zina contradict zenyewe hapa. Hii pia Trump omba msaada kwa nchi kuhusu mlango wa Hormuz.
Ndio hiyo taarifa ambayo tumetoka kuiona. Irani inadai kuilazimisha. Okay. Kwa Mwanapondu TV, hizo ndio zilikuwa habari 10 muhimu ambazo zimeweza kutokea katika juma hili la kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 15 leo. Kwa hiyo tuangalie wiki ijayo nini kitatokea, na tutaendelea kuweka video basi zinahusiana na Iran pamoja na Marekani na Israel katika vita hii, nini kinaendelea. Kwa basi kama wewe ni mpya kwenye channel hii, usisite kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Pia unaposubscribe usisahau kuweka ile alama basi ya notification au alama ya kengele, kubonyeza alama ya kengele basi ili tunapokuwa tunaweka video kama hizi basi wewe ni wa kwanza kuzipata. Kwa mimi bana sina la ziada Mwanapondu TV. Takriban dakika 21 nimekuwa live na wewe tukiongea mambo kadhaa kuhusiana na vita hii, nini kinaendelea na mpaka sasa nani atashinda au nini kinaendelea. Lakini mpaka sasa kikubwa kabisa ni mlango wa Hormuz, mlango wa bahari wa Hormuz kushikiliwa na Iran, na Iran ndio anayeamua nani anapita nani yapiti. Kwa leverage ya Iran imekuwa ni kubwa, kwa hata vita hii kisha Iran atakuwa na say kubwa sana, kwa sababu yeye ndo anayeamua sasa hivi nani anapita katika mfereji huu, nani yapiti. Ndio kuna mmoja habari nimesema kuwa rais wa Marekani ameomba sasa msaada kwa nchi kama China, Ufaransa pamoja na Uingereza ziweze kusaidia escort au kusindikiza meli za mafuta ili zisiweze kushambuliwa na Iran. Na hapa hili swala linaendelea kuwa baya sana, kama hizi nchi zitakubali na escort afu Iran itazishambulia, maana wanataka kutuingiza kwenye vita ya 3 ya dunia sasa. Maana hizi nchi kubwa zote zitataka kuingia na Iran. Kumbuka Iran pia na ushirika wake kama China pamoja na Urusi. Itakuwaje sasa hao washirika pia wakisema kuwa Iran inashambuliwa na nchi takriban 5? Sasa nchi takriban 5 zikiingia, kwa sababu zimeweka meli zao za kivita ziweze kuwasindikiza, alafu zinashambuliwa, nini kitatokea sasa kama sio kupelekana kwenye vita ya 3 ya dunia? Tusiombe tufike huko, vita ni mbaya, tusiombe tufike huko. Tume basi mambo yaweze kuenda sawa na watu wakae mezani waweze kujadili na vita hivi viweze kuisha. Basi mpaka wakati mwingine, Mwanapondu TV, kama basi ni mpya, subscribe, weka pia notification ya kengele hapo, ulike, ushare na kucomment chochote ambacho unakiona kwenye vita hii ya Israel ikiwa na Marekani dhidi ya Iran. Basi mpaka wakati mwingine tutakutana tena. Kwaheri kwa sasa.